Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa John Francisco. Mheshimiwa Spika, ninashukuru sana kwa majibu ya serikali, lakini naomba sasa niulize maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, naomba kufahamu huo upembuzi yakinifu unahusisha kitu gani na utakamilika lini? Kwa sababu Mheshimiwa Spika, tarehe 28 ya mwezi wa 3 mwaka 2024 serikali ilisaini mkataba na mkandarasi anayeitwa Taifa Civil Mining Limited, mkataba ambao ulikuwa na zaidi ya thamani ya bilioni 29. Mheshimiwa Spika, kwa maelezo ya serikali, wananchi wa Nyamagana nikiwemo mimi mwenyewe kama mwakilishi wao ninapata mkanganyiko wa nini ambacho kinaendelea kufanywa upembuzi yakinifu ili hali serikali tayari imekwisha kusaini mkataba. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, toka serikali saini mkataba huo haijawahi kupeleka hata senti 5, na tunavyozungumza Mheshimiwa Spika, kwa taarifa nilizonazo mkandarasi ameanza kuondoa vifaa vyake site. Ni nini sasa serikali itapeleka fedha ili mkandarasi aweze kuendelea na kazi ya ujenzi wa uwanja? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Nzilanyingi kwa ufuatiliaji wake wa karibu kwenye uwanja wetu huu wa Mwanza. Lakini Mheshimiwa Spika, yeye Mheshimiwa mbunge na wabunge wote wa mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla, wanachama Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla, kiko kilio kimoja ambacho wamekuwa kikitoa kwa muda mrefu: ni lini uwanja wa Mwanza utapewa hadhi ya kimataifa? Kufuatia maombi hayo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea kilio hicho na amefanya usanifu. Ametuelekeza kama sekta chini ya waziri wetu Mheshimiwa Mbarawa, tumefanya tathmini ya kina na kubaini iko haja kubwa ya kufanya uwanja huko wa kimataifa. Sasa mambo mazuri yanahitaji pia subira. Nini kinafanyika? Kama nilivyosema, mambo matatu. La kwanza, jengo lililopo kwa sasa linatosha abiria karibu 400,000. Tunataka tufanye usanifu ili tuweze kujenga jengo kubwa litakaloweza kubeba abiria zaidi ya 2,500,000 ili ndani ya jengo tuweze kuweka taasisi zote muhimu ambazo ni sifa na takwa muhimu kwenye uwanja wa kimataifa: uhamiaji, afya, pamoja na maliasili na vitu vingine. Lakini 2, runway. Ili uwanja uweze kuwa wa kimataifa, ule upana wake hautoshi. Tunaongeza kutoka mita 45 mpaka mita 60 na kumaintain urefu uliopo wa takribani 3,800 mita. Lakini la 3 ni taa. Ule uwanja uliopo awali tulifikiri pengine zile taa zingetosha, lakini baada ya tathmini ya kina inaonekana kabisa kwamba zile taa hazitatosha kwa sababu zilijengwa miaka 1970. Hivyo basi tunataka tubadilishe taa zilizopo na kuweka za kisasa. Na kwa sababu hiyo ni muombe Mheshimiwa mbunge pamoja na wabunge wote waweze kuwa na subira. Swali lake la pili ameuliza serikali haikupeleka fedha. Ni kweli, na jengo ambalo lipo linafanya nini? Jengo lililopo sasa ambao tulikuwa tumeshaanza ujenzi ambao tutashirikia sekta binafsi, tutalitumia kwa ajili ya general aviation, ndege ndogo, wale watu wa premium. Ukiwa na ndege yako utatumia jengo hilo, na lengo ni jema tu kuhakikisha kwamba tunaupa hadhi ya kimataifa na inayostahili uwanja huu ambao unasafirisha bidhaa mbalimbali kutoka nchini kwetu, minofu ya samaki, mali asili, pamoja na utalii, kwa maana ya utalii kwa ujumla na kadhalika. Mheshimiwa Kafiti. Mheshimiwa Spika, na mimi nashukuru kwa nafasi hii kuweza kuuliza swali la nyongeza. Na mimi Mheshimiwa Spika, kutokana na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, bado sisi kama Mwanza na kama wakazi wa jimbo la Ilemela tunahitaji kujua huo upembuzi yakinifu utakamilika lini? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Kafiti mbunge wa Ilemela alikuwa anajaribu kukazia hoja ile ya uwanja wa ndege, na kimsingi yeye pale kwake hoja kubwa ambayo anaizungumzia ni upande wa fidia au namna ya kuweza kuondoa wananchi wa pale. Serikali ina dhamira ya kufanya uwanja wa ndege wa Mwanza kuwa kimataifa, na ili uweze kuwa na sifa hizo lazima kama kuna wavamizi waondolewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni muombe tu awe na subira, tutakabidhi muda mrefu na tuanza kuanza kufanya kazi ya kukarabati.
Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Bunge News.